Tena jioni ya leo katika jina la Yesu. Niko na imani kubwa ya kwamba Bwana Mungu wa mbinguni atatutendea sote kwa sababu ya uaminifu wake. Ninaitwa Pastor Rafael Maina, mimi ni mchungaji katika kanisa la Christian Foundation Fellowship ama CFF, na ninahudumu katika mji wa Meru, mahali panaitwa Makutano, na mahali hapa Yesu anatawala. Nimekutana na wewe jioni ya leo niweze kushiriki neno ambalo ninaamini litakuwa na faida katika maisha yako, na niko na imani ya kwamba Bwana Mungu wa mbinguni atanipatia usemi na yale maneno ambayo nitakayoyaongea itakuwa ya faida. Ninakukaribisha tena na tuombe ndio tuweze kuingia kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa wingi wa fadhili zako na wema wako. Unastahili sifa, kuinuliwa na kuabudiwa. Wewe ni nguzo katika haya maisha, msaada wa karibu na ngome yetu. Ninaomba usemi utokanao na wewe, nikiomba ya kwamba mfalme wa amani uweze kunipatia nguvu niseme maneno yale ambayo yanafaa katika maisha ya watu wako, na niko na imani ya kwamba utatenda maajabu na makuu, nayo nuru yako itatuangazia sote kwa utukufu wako, na ni kwa Yesu Bwana nimeomba na hata kuamini. Nataka tuongee kuhusu mizigo ambayo mwanadamu anakuaga nayo katika maisha, na hii mizigo hakuna mtu ako na uwezo wa kujibebea. Mizigo mwanadamu anakuaga nayo katika maisha, na ilhali mwanadamu hana uwezo wa kuibeba. Kuna vitu mwanadamu akijaribu huwa anasema ya kwamba hii naweza nikang'ang'ana nayo. Tuseme kama mzigo wa kupea family chakula, mwanadamu hung'ang'ana sana, na unakuta ya kwamba anahakikisha huyu mzee ya kwamba familia yake imekula, na unakuta anahakikisha watoto wake wanaenda shule, anahakikisha ya kwamba amewajengea nyumba, wako na mahali wanaweza pumzika. Hiyo ni mzigo mzee anaweza beba. Kuna mizigo mama anabeba, anahakikisha ya kwamba in that family kuna watoto na wanalelewa vizuri na maadili na tabia ambayo zinaeleweka, ya kwamba mwanadamu katika uso wa dunia hadi kufa kwake kuna mizigo huaga amebeba. Hata hivyo kuna mizigo mwanadamu hata akijaribu kuibeba hana capacity, hana uwezo. Ni Mungu peke yake hubebea watu hiyo mizigo. Ni vizuri uelewe hivi ya kwamba kuna vitu hata baada ya kujaribu hauna uwezo. Maandiko inasema hivi in the book of Psalm 68 and verse 19, Zaburi 68 mstari ni wa 19. Nitasoma kwa Kizungu alafu kisha tusome kwa Kiswahili. Biblia inasema, praise be to the Lord our God, our Savior, who daily bears our burdens. Tusome kwa Kiswahili. Na ahimidiwe Bwana siku kwa siku, hutushukulia mzigo wetu, Mungu ndiye wokovu wetu. Ahimidiwe Bwana siku kwa siku, maana yeye hutushukulia mzigo wetu. Hivi ni kwamba mwanadamu aelewe kuna mzigo ambayo mwanadamu hubeba. Yesu akiongea in the New Testament alisema, njooni kwangu nyinyi mumelemewa na mizigo. Kwa hivyo kuna mizigo mahali. Hata ukiniona nimesimama hivi kuna mzigo. Nikikugeukia mgongo hivi uangalie, unaona kama hakuna, lakini hakuna mwanadamu hana mzigo ambaye amebeba. Kuna mizigo watu humbeba. Ahimidiwe Bwana siku kwa siku, praise be to the Lord, ambaye hutushukulia mizigo. Sasa basi, usipopatia Bwana mizigo, you are going to wear out. Yesu akasema ya kwamba, njooni kwangu enyi mumelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na akasema, kisha mujitike nira yangu, maana ni laini. Akisha kushukulia mzigo, njooni kwangu nyinyi nyote mmesumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Verse 29 inasema, jitieni nira yangu, mujifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi nitawapa raha nafsini mwenu.
kulingana vile Yesu anaongea, mizigo ile watu hubeba sana, ama ile mizigo mwanadamu anakuaga nayo, kulingana hiyo mstari, mizigo hiyo iko kwa nafsi. Mizigo hiyo iko kwa nafsi. Na hivi ni kusema ya kwamba kama Mungu hata kubebea mizigo, utashoka mapema. Kama Mungu hata kubebea mizigo, utashoka mapema. Nataka niongee na mtu ambaye anatafuta doa, na umeangalia ya kwamba umejaribu mbinu zako zote. Urembo, umejaribu kujipendekeza kwa urembo, na doa bado imekataa. Let me tell you, kuna mizigo ambayo mwanadamu hawezi jibebea. Na Yesu anatuambia kwamba tuende kwake walio na mizigo. Na mizigo mikubwa ya mwanadamu inakuaga mitatu. Mizigo mikubwa ya mwanadamu inakuaga mizigo mitatu. Mzigo wa kwanza unaitwa mzigo wa long life. Hakuna mtu anaweza jiongezea miaka yake ya kuishi. Hakuna mtu anaweza ng'ang'ana aseme ati Yakoba, mimi nitajaribu niishi miaka 200. Hata yule aliishi miaka mingi katika uso wa dunia anaitwa Methusela, ni Mungu alibeba hiyo mzigo. Hata wale waliishi miaka 100 kama Nuhu, miaka zaidi ya 500, ni Mungu alibeba hiyo mzigo. Hata yule mtu alikuwa na miaka kama 120, ni Mungu alibeba hiyo mzigo. Mzigo wa long life, hakuna mtu anaweza tengeneza njia yake ya kuishi miaka mingi. Watu wamejaribu mbinu mingi ya kusema ati Yakoba nitaishi miaka 120. Sikatai, kuna watu wanaambiwa you need to go to gym, you keep your body fit, na ni kweli unaenda gym kila wakati. Na wengine wanaambiwa ukule chakula cha aina hii, Yakoba utaishi miaka mingi. Ni sawa, hiyo yote lazima tuifuate. Lakini kando na hiyo yote, miaka mingi inaitwa miaka 100 kuelekea, ni Mungu hubebea mtu huyo mzigo. Na hiyo mzigo Mungu habebei watu wote. Ukitizama kwa maandiko tutaona Yakoba kuna watu Mungu alibebea na wengine alikataa kubebea mzigo. Yakoba wengine walikufa na miaka kidogo, wengine wakakufa na miaka mingi. Ili hali mtu kuishi miaka mingi na kukaa miaka inayoitwa miaka 120, kuna mzigo Mungu lazima akubebee. Na ni vizuri ujue kutafuta Mungu anayebeba mzigo wa mtu ndio uweze kuishi miaka 120. Ni lazima ujue kutafutana na huyo Mungu ambaye huwezesha watu kuishi miaka mingi. Maana tumeona watu ambao wanaishi miaka kidogo, mtoto huzaliwa na anakufa. Unakuta wengine wanakufa wakiwa miaka ya teenage, unakuta wengine wanakufa miaka ya ujana wao. Hata Hezekia kuna wakati alinyang'anywa miaka, na Biblia inasema Isaia chapter 37 ya kwamba akatumaniwa Isaia nabii amwambie jitayarishe nyumba yako unaelekea kufa. Reality ni hii. Si ati alibadilisha diet yake ndio miaka ikaongezeka. Biblia inasema ya kwamba akageuka kwa ukuta na akaomba Bwana Mungu wa mbinguni, akaambiwa nimekuongezea miaka 15. Reality ni hii mpendwa, you need to seek God so that you may live long. Watu wanaignore hii nafasi ya Mungu. Ninakuinsistia jioni ya leo, seek God, tafuta Mungu. Yeye ndiye hupatia watu miaka. Hezekia anatuambia ya kwamba miaka yangu ilipotosheleza ndipo nikaahidiwa ya kwamba nitakufa. Isaia 37 anasema nikaenda kwa malango nikamnyang'anya shetani miaka yangu aliyokuwa ameniibia. Reality ni hii, watu huibiwa miaka, na hivyo ndivyo nataka ushike. Watu huibiwa miaka. Shetani kama kuna kitu anawidana nacho ni ya kwamba usiishi miaka yako yote, na watu hunyang'anywa miaka yao. You need God so that you may live your life to the fullest. Yesu akiongea hapa duniani anasema nilikuja ili muwe na uzima na muwe nao tele. Hiyo uzima ni miaka. Uwe na miaka na ukuwe na miaka tele. Akiandika kitabu cha Zekaria anasema na sasa Jerusalem wataonekana watu wakongwe wanaotembea na mikogojo kwa sababu ya wingi wa miaka. Kuna wakati Mungu anaruhusu watu wanyang'anywe miaka. Na mimi nakuomba ya kwamba jishikanisha na huyu Mungu ambaye huruhusu watu Jerusalem watembea na mikongojo kwa sababu ya wingi wa miaka. Jishikanisha na huyu Mungu ambaye aliregeshea mtu anaitwa Job miaka. Biblia inasema akamulipa kitu na kingine, including the years. You can try so many things that you may live long, but it is only God who have that capacity.
Watu hujaribu miaka mingi. Hata kuna mtu mmoja katika uso wa dunia, baada ya kujielewa na kuona amebarikiwa na mali, akasema yeye ataishi miaka 150. Na akajaribu kuishi miaka hiyo, but in reality hakufikisha hata 100. In reality hakufikisha hata 80. Miaka yake ilikatika mapema. Mtu ambaye amejaribu everything that he may live long. Mimi sijasema ati Yakobo uishi in ignorance. Ati Yakobo ukiambiwa na daktari kuwa diet ya aina hii usikule. Sijasema hivyo. Ila ninasema Yakobo, you need God in that life for you to live long. Mzigo wa mwanadamu ni kuishi miaka mingi. Hakuna mtu hupenda kukufa mapema. In fact hata kwa Biblia hakuna watu wengi walitamani kifo. Mtu ambaye aliita kifo ni Elijah peke yake. Na aliita baada ya kuona vile amekimbizwa na ule mwanamke ambaye anaitwa Jezebel. But in reality hata wale walipokea miaka mingi hawakutaka kuondoka katika uso wa dunia. That long life ni Mungu huwa anapeana, and you need to seek God that he may give you long life. Psalms 55 and verse 22. Psalms 55 and verse 22. Maandiko inasema, cast your cares on the Lord and he will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ati Yakoba hiyo kitu inakusubua. Kiswahili Bible. Umtwike Bwana mzigo wako naye atakutegemeza. Cast your cares unto the Lord. Wapendwa, jifunza kupatia Mungu mzigo, especially mzigo wa long life. Kama utaishi miaka to the fullest. Biblia inasema Yakoba akawaahidi, Yakoba nitawabariki muone kizazi cha 3 na cha 4. Hiyo ndio ahadi ya Mungu. Yakoba, we are supposed to see third and 4th generation ya watoto wetu. Lakini tunaishi nyakati Yakoba watu wanakufa mapema. Mpendwa, tunaelewa Yakoba kuna kwa mashamba watu wanapeana chakula zinaua watu. Watu wanapeana chakula ambayo dawa haijamaliza zile siku inafaa kukaa kwa shamba. Alafu mtu anaitoa kwa shamba, alafu anapeleka kwa soko na inasababisha watu wagojeke. Ukweli ni ya kwamba ukinunua tomato kwa soko hautajua ile iko na dawa na ile haina dawa. Ukweli ni ya kwamba ukinunua kitunguu kwa soko hautajua ile iko na dawa na ile haina dawa. Ukweli ni ya kwamba ukinunua cabbage kwa soko hautajua ile iko na dawa na ile haiko na dawa. Kwa hivyo hauna njia nyingine ya kujishika. Tunaishi kwa nyakati ambazo ziko hivyo. Watu wanataka watu wakufe mapema. Hata watu hujaribu kuweka magonjwa kwa laboratory ndio watu wagojeke na mwisho watu wakufe mapema. But in reality anayefisha maisha ya mwanadamu ni Mungu peke yake. Ninakuomba jioni ya leo, jishikanisha na huyu Mungu ambaye huwezesha watu. Jishikanisha na huyu Mungu ambaye hushikilia maisha ya watu. Ako na uwezo. Chakula iliyoko kwa soko inaweza kuwa na sumu. Aliwaambia wanafunzi katika kitabu cha Mark, akasema ya kwamba mutapewa sumu na hazitawadhuru. Mutapewa sumu hazitawadhuru. Nitakuwa nanyi hadi mwisho wa dahari, unto the end of the age. Unto the end of the age. Imeandikwa hivyo Mark chapter 16. I think we need to read that scripture ndio tuweze kuelewana vizuri. Marko sura ya 16. Mark chapter 16. Acha nikusomee hiyo mstari moja. Yesu aliongea hivyo ndivyo uweze kuelewa you need him in this life. Maandiko inasema hivi, verse 17, Mark 16 verse 17. And this sign will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them. When you drink deadly poison, mtu hupewa sumu ndio akatiziwa maisha. You will drink deadly poison. Unapoona mtu anapewa sumu ni maisha ikatizwe. It will not hurt them at all. Next inasema they will press their hands on sick people, they will get well. And Jesus after the Lord Jesus spoke to them, he was taken up to heaven. Nataka uelewe hivi. Ukiona mtu ambaye anapewa sumu na asikufe, ni kusema ya kwamba Mungu ameshika maisha yake. Amekupatia hiyo inaitagwa long life. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu ya kwamba Mungu akubebee hiyo mzigo ya long life. Omba Mungu akubebee mzigo. Unaokuta ina family ya kwamba mzee anakufa mapema na asha mke.
Na ukiachwa umeachwa ukiwa na miaka 50. Sasa mama wa miaka 50, uhalisia ni huu. Hutaweza kuoleka tena. Miaka hiyo maybe inaweza kataa. Ama mzee amekuacha ukiwa na miaka 60. Na maybe Mungu hajamalizana na wewe. Utakaa miaka ingine another 20. Meaning hii miaka mzee ameasha kwa nini? Na Mungu alisema miaka ile kidogo mwanadamu anaweza kufa nayo ni 70. You need to seek God that you may live long. Ushike hivyo. Unahitaji utafute uso wa Bwana. Umwambie Bwana, ninakuomba mimi na nyumba yangu tuweze kuishi miaka mingi. Ni Mungu anabebea watu mzigo wa miaka mingi. Number 2, mzigo wa pili Mungu anabeba unaitwa mzigo wa family. Mzigo wa family ni ile hali ya uweza ya Mungu kuhakikisha ya kwamba watu wako wamekaa vizuri. Family ni hii. Unakuta ya kwamba umepewa doa. Ni mzigo Mungu ubebea watu. Unapewa doa. Elewa ya kwamba imeandikwa kitabu cha Isaia that none in them will lack a mate. Imeandikwa hivyo. None in them, in the book of Isaiah, will lack a mate. Kwa hivyo ni nia ya Mungu ya kwamba kila mmoja katika uso wa dunia atakuwa katika msingi wa family ama katika doa. Lakini unakuta ya kwamba mtu hana doa. Na hiyo ni mzigo ya family Mungu amekosa kubeba. Ukiona mtu ambaye amekosa doa, Isaiah 34. Look in the scroll of the Lord and read. None of these will be missing and none will lack a mate. Hiyo ni mzigo Mungu amekubali ya kwamba kila mmoja akuwe katika doa. Maana you cannot have a mate without being in the marriage. Hiyo ni kusema ya kwamba wewe ambaye unanisikiza na uko katika ile misigi umenyimwa doa, ni vizuri ujitetee kwa Mungu na hii mstari ya kwamba ulisema none of us will lack a mate. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Lakini unakuta ya kwamba umenyimwa hiyo mzigo. Unakuta ya kwamba you will not be married. Unakosa doa. Ni vizuri mtu aelewe, atafuta Mungu amsaidie kubeba hii mzigo ya doa. Mzigo ya doa sio mambo ya kuona ya kuonekana kuona peke yake. Mzigo wa doa ni mzigo ya kwamba utapewa na watoto pia. Na watoto ambao wanapendeza na wanatabia jema. Hiyo ni mzigo ina family. Na sio hiyo tu, unakuta ya kwamba in that family there is peace and understanding. Lakini familia zingine unakuta ya kwamba hakuna watu wanasikizana. Unakuta watoto wanainukia mama yao, wanainukia baba yao, wengine wanainukiana ndugu zao. Niliona family ambayo sasa Mungu amekataa kubeba mzigo, wamepasua shamba wameashiwa na mzazi. Kuliko wasikizane waseme ya kwamba hii shamba hatutagawa, tutaiweka hivi, kwa sababu mzigo wa family wa hiyo family Mungu hajabeba. Wakaamua kupasua shamba. Ilipasuliwa kiwango cha kwamba hiyo shamba hakuna mtu anaweza jenga nyumba. Maana kila mtu alipokea futi 12. Walikuwa watu wengi. Shamba ni pana. Walizaliwa nao watu wengi. Lakini kila mmoja akapasuliwa kutoka hivi kwenda chini, kila mmoja anapokea 12 feet. 12 feet huwezi jenga nyumba. Kwani utajenga nyumba inatoshanaje? Na ni watu kukosa kusikizana. Mzigo wa family Mungu hajabeba. Mshamba kama hiyo wangekubaliana either tuiuze, tuende tukanunua mahali umepanuka kidogo, tuhamia hapa. Hiyo ni hekima inayopeanwa na Mungu wakati amebeba mzigo wa family. Lakini walikataa. Na hiyo ibaki hata wewe mwenyewe ukiamua inunue. Huwezi inunua maana mtu hakuna kitu anaweza fanyia. So ilibidi mtu ajipange, akajenga aende, wengine wale hawana uwezo wa kununua kwingine, akakodisha nyumba kwa ploti, lakini shamba yao anaenda kulima pale. Na ni kitu ingewezekana, lakini mzigo wa family Mungu hajabeba. Familia Mungu akikosa kubeba mizigo, watu hawasikizani. Familia Mungu akikosa kubeba mizigo, watu hawapendani. Familia Mungu akikosa kubeba mizigo, unakuta ya kwamba mtu anaenda na asiwahi kurudi kwao. Ndio tunasikiaga wakitangazwa kwa redio na kwa televisheni, fulani wetu alienda wapi. Ni familia Mungu amekataa kubeba mzigo. Familia ya Daudi Mungu hakubeba mzigo. Daudi alikuwa amebebewa mzigo mpaka wakati ule alichukua mke wa Uria, Mungu akaweka mzigo wa Daudi chini. Familia ya Daudi waliuana wakipigania family. Vita iliyoingia katika nyumba ya familia ya Daudi ni kupigania wanawake, na hiyo iliigizwa na Daudi, Mungu akaweka mzigo chini. Mimi sijui ni nini kilifanyika kwenu ndio mzigo wa kwenu Mungu akaweka chini. Mzigo ukiwekwa chini na Mungu, mzigo wa family, unakuta ya kwamba watoto wanaozaliwa katika hiyo familia wanaweza enda na wasirudi kuangalia wazazi. Unakuta ya kwamba katika hiyo family hakuna mtu anapenda mwingine. Unakuta family watu wameweka maukuta, huyu amejenga hapa, ameweka kiukuta kirefu,
mwingine amejenga hapa next, ameweka kiukuta kingine kirefu, mwingine ameweka gate ni kama city, a fortified city, ameweka gate kwake nyumbani imefungwa ni gate mbili before access kwake, na ambaye ni neighbor yake pande hii ni mamake mzazi. Paka unashindwa ni nani huyu amewekewa hiyo gate? Kama si mama, ni mzigo wa family Mungu ameweka chini. Unakuta mtu ameweka gate kubwa, amezingira compound yake na mawe, na neighbor pande hii ni ndugu yake mkubwa ama mdogo. Sasa mpaka unashindwa ni nini baya na hawa? Unawekea brother yako kiukuta kirefu, ni mzigo ya family Mungu amekataa kubeba. Watu wanaanza kuona wengine kama ni maadui. Watu wanaanza kuona wengine kama si watu wazuri. Watu wanaanza kuona wengine kama suspect. Mlikuwa mnakula sahani moja na huyo mtoto wa mama yako mkiwa wadogo, lakini saa hii uko na mali, unaweka ukuta kwako. Mungu akikubali kubeba mzigo wa family, watu huzingira familia na wewe uko na pesa na wengine hawana, unaweka fence pale hivyo ndefu inazunguka kulingana na vile kwa brother yako ni pale, kwako ni hapa, kwa mama yako ni hapa, kwa ndugu huyo mwingine ni hapo. Unakuta sasa mnakaa like a gated community. Hiyo ni kusema ya kwamba kuna mzigo Mungu amebeba. Akiweka mzigo chini, kila mtu huzingira kwake. Yule akona pesa anaweka ukuta ya mawe, ule hana pesa kwake kunakaa hivyo, mtu anaweza ingilia mahali popote. Yule ambaye mwingine kidogo anaweka ukuta ya mabati, na ni watoto wa mama mmoja. Mzigo ya family Mungu hajabeba. Mzigo ya family Mungu akiweka chini, unakuta ya kwamba huyo mzazi kuna siku atashagiwa. Atashagiwa kwa nini? Na alisomesha kwa sababu mzigo wa family Mungu amekataa kuwabebea. Mtu akibebewa mzigo wa family, hautasikia mtu akisema ati Yakoba ni mama yetu ama baba yetu. Anasemaga mamagu. Anabeba hiyo mzigo peke yake, na hiyo family haitawahi iona aibu. Na nafikiri ndio Royce Kimu akaiba ile nyimbo, afadhali Mungu ungebariki mtu mmoja wa familia yetu ambaye atakuwa anatubebea mizigo. Nafikiri Royce Kimu familia yao Mungu amebeba mizigo. Maana kama hajabeba, kuna uwezekano hata akibarikiwa mmoja hata beba hiyo mzigo. Lakini family ambayo Mungu amekubali mizigo ibebwe, mtu mmoja anafunikaga aibu ya familia. Hujawahi ona mtu ambaye ameandikwa kazi mzuri ya serikali na watoto wa ndugu yake wamesoma na watoto wa dada yake wamesoma, na hawezi wa connect na marafiki zake waandikwe ama watafutie kazi huko? Ni mzigo wa family imewekwa chini. Mzigo wa family inasubua watu wengi. Na nikiangalia maandiko, Daudi hakubebewa mzigo wa family, lakini mtu kama Abraham Mungu alimbebea. Ukiangalia watoto wa Abraham vile walibehave, Mungu alibeba mzigo wa family. Maana Isaka anakaa ni mtu mpole na hakusubua wazazi wake. Na unaona wale watoto walizaliwa, Esau alipoona wazazi wanasubuka na yule mke alioa, alibidi atafuta mke mwingine, akaoa mwingine afurahisha wazazi. Sasa ni kusema ya kwamba anajali, bona ninaumiza wazazi wangu. Maana Rebeka alilia sana. Esau alijali, bona ninaumiza wazazi wangu na hawa wanawake wawili nilioa. Ikabidi atafuta mke mwingine mzuri ili afurahisha wazazi. Ni mzigo wa family. Na mimi nakuombea ya kwamba ubebewe mzigo yako ya family na Mungu. Upewe watoto wazuri, upewe bwana mzuri. Mungu akibeba mzigo wa family, huyo bwana mrefi anabadilikaga. Unakuta ya kwamba ana provide, huenda hata hasha pombe, lakini katika hiyo family chochote unahitaji ata provide. Akibeba huyo mzigo wa family, Mungu ili ambayo tumesoma in the book of Psalms 55, ya kwamba ni Mungu hutubebea mizigo. Akikubebea hiyo mzigo, na kwambia watoto wako watakuwa wanakusanyika huko Christmas, wanasema December hii tunaenda kwa mzazi sote, na unawaona hapo Geshagi wamefurahia na magari yao na watoto wao. Ni mzigo ya family Mungu amebeba. Wakikataa kubeba holiday, wanaenda Mombasa, wale wengine wanaenda Dubai, wale wengine wanaenda South Africa. Unajikuta Christmas uko peke yako nyumbani. Ni mzigo wa family umewekwa chini. Na ni vizuri uelewe na uangalie, kwenu Mungu anabebaga mizigo ya family. Kwenu Mungu anabebaga mzigo wa long life. Watu wa kwenu wanapumzika wakiwa na miaka ngapi? Mzigo wa long life ni kusema ya kwamba mnanyima magonjwa. Maana akikubali kuibeba long life, maana magonjwa ndio huwa inaua watu mapema. Utakuta ya kwamba watu wanakaa miaka mingi bila magonjwa. Hiyo ni mzigo ya long life mmebebewa. Akibeba mzigo wa family, utakuta ya kwamba watu wote wanakaa na harmony. Na ndugu yako mwenye pesa akiweka fence, anawekaga fence yote
inayozingira familia yote mpaka kwako. Hakuulizi ati kwako ni kuwekea fence, anaweka fence mpaka mtu akiangalia. Na ukiangalia kwa before babako agawe hiyo shamba, si unaona fence yenu yote ilikuwa inafanana, imeshikamana. Ni kusema kulikuwa kwa mtu mmoja. Misigi ya family mkaigawanya. Mungu akakataa kubeba mizigo, sasa ile fence ikaondoka, yule akona pesa akaweka kwake ukuta, na pande hii ni kwa mamake mzazi, hakuna ukuta. Ni nani amewekea? Ni mamake mzazi. Pande hii nyingine amewekea nani? Brother yake. Hiyo ni kukwambia kwamba hiyo mzigo imewekwa chini na Mungu, mzigo ya family. Mzigo wa tatu wa mwanadamu unaitwa mzigo wa finance. Mungu anabeba mzigo wa pesa, na kuna watu hubebewa mizigo ya pesa. Mtu kama Ayubu alibebewa mzigo wa pesa na Mungu. Na kubebewa mzigo wa pesa ni kusema ya kwamba ukifanya kazi hata kama ni kidogo inazalisha pesa mingi. Ukifanya kazi hata kama ni kidogo unapata pesa mingi. Na ni vizuri tusome maandiko mahali Job 29 and verse 12. Ayubu alibebewa mzigo. Na hii inatuelekeza kwa nini Mungu anabebaga mzigo wa finance. Ni vizuri nielezee na hiyo. Ayubu alibebewa mzigo na akapatiwa mali mingi. Sasa tunaelewa Ayubu alikuwa tajiri. Maandiko inasema kwa sababu nilimuokoa maskini aliyenililia. Ili Mungu abebe mzigo wa finance, ni vizuri masikio yako iweze kusikia kilio cha mtu ambaye ni maskini, na yatima naye, na yule asiyekuwa na mtu wa kumsaidia. Ayubu alibebewa mzigo wa finance na Mungu kwa sababu ya yatima na mtu yule ambaye hakuwa na mtu wa kumsaidia. Verse 13 inasema baraka yake yeye aliyekuwa karibu na kupotea ilinijia, nikaufanya moyo wa mjane kuiba kwa furaha. Ati mjane moyo wake ulikuwa na furahia. Ayubu anasema ya kwamba hakuna mama mjane wa kijiji cha kwao alikuwa anakula shida, na kwa ajili ya hii Ayubu akabebewa na Mungu mzigo wa finance. Kubebewa na Mungu mzigo wa finance ni kumaanisha hivi, mumesoma nyote na hakuna mtu kwenu hana kazi ya kujisimamia kazi mzuri. Sasa hiyo mzigo wa family Mungu amebeba. Lakini unakutaka familia mingi ya kwamba tuseme mmezaliwa mkiwa 4 ama 5, unakuta mmoja ndiye akona pesa, hawa wengine wote wanasubuka, hata wanaedaga vibarua. Na hiyo unakuta ni kwa nini mzigo wa family haujabebwa. Mzigo wa family ukibebwa, huyu mwenye pesa hujituma kwa ajili ya wale wengine waweze kupata kazi na waweze kusimama imara. Lakini ikiwa mzigo haijabebwa, unakuta ya kwamba watu wanateseka. Ayubu anasema ya kwamba baraka yake aliyekuwa karibu na kupotea ilinijia, nikafanya moyo wa mjane kuiba kwa furaha, ikasababisha Mungu ambebe mzigo. Verse 14 inasema nilijifika haki ikanifunika, adili yangu ilikuwa kama joho na kireba. Verse 15 anasema nilikuwa macho kwa kipofu. Ati mtu ambaye anaenda barabara hivi na kijiti yake akigogagoga, Ayubu ndiye alikuwa anamuonea. Hivi ni kusema ya kwamba mtu ambaye ni kipofu alikuwa anasaidiwa na Ayubu mpaka anafika kule anaenda. Nilikuwa miguu kwa aliyesheshemea. Ayubu gari yake barabarani haingepita mtu. Kwa ajili ya hiyo, na unaelewa haikuwa wanaishi wakati wa magari, lakini walikuwa na mafarasi. Na farasi zake hangeweza kupita mtu. Alikuwa na miguu kwa aliyesheshemea. Verse 16 inasema nalikuwa baba kwa mhitaji. Ati mtu yote alikuwa na haja ya mali, Ayubu alikuwa baba. Na dawa ya mtu nisiyemjua nilishuguza. Mtu ambaye alikuwa hamjui na alikuwa anamsaidia. Nami nilizivuja taya za wasio na haki na kumpokonya mawindo yake katika meno yake. Mtu aliyekuwa anadhulumiwa, Ayubu alimtetea. Kwa ajili ya hizo zote ambazo tumeongea, Ayubu akabebewa mzigo wa finance. Mizigo mikubwa ya mwanadamu ni 3, na Mungu akikubebea hii, maisha yako itakaa vizuri. Ya kwanza ni mzigo wa long life, uishi miaka mingi. Ya pili ni mzigo wa family, upate doa, upate watoto, na hiyo familia ikuwe na amani. Hiyo mzigo Mungu akubebee. Na mzigo wa 3 ni mzigo wa finance, ya kwamba ukuwe na chakula. Hakuna kitu kina furaha kama kusubukia chakula, kusubukia nyumba, kusubukia mavazi. Lakini Mungu akikubebea hiyo mzigo, utakuta uko na maguo ambayo haujanunua, utakuta unaletewa vitu ambazo hauhitaji. Mzigo wa finance Mungu akibeba, anatumaga watu wa kujengea nyumba. Daudi alijengewa nyumba na Hiram, na ni mzigo wa finance. Daudi alibebewa na Mungu. Na sasa nataka utizame maisha yako, ni mzigo gani kwenu Mungu amekataa kubeba? Ni wa long life, tafuta Mungu. Ni mzigo wa family, tafuta Mungu, mwambie nimetizama kwetu na nikaona watu wa kwetu wanaishi maisha ambayo haifanani na watu wengine.
Familia zetu hatusikizani, tunapigana. Familia zetu watu wanakaa vibaya. Familia zetu watu hawaongei. Mungu abebe hiyo mzigo. Na mzigo wa mwisho ni mzigo unaitwa finance. Yakoba, unakuta Yakoba watu hawang'ang'ani sana ndio wapate pesa. May God give you that grace na kubebe hiyo mzigo katika jina la Yesu. Taka nikuombee. Baba, ni asante kwa ajili ya aliyenisikiza jioni ya leo. Kuna mizigo mitatu ambayo nimenena na watu wako, na niko na imani kubwa ya kwamba utaweza kuwabebea na nuru yako itawaangazia. Ninatangaza katika jina la Yesu, huyu ambaye anasubukia family ya kwamba familia yake haiwezi pata amani, familia yake haiwezi pata ushindi, familia yake haijasimama imara, ninaomba ya kwamba uweze kumwezesha umbebee hii mzigo. Na huyu ambaye anahitaji mzigo wa finance, naomba hii kazi yake iweze kuinuka, iweze kupata matunda, iweze kumulisha na kufundisha watoto waache kusubukia. Na huyu ambaye mzigo wake wa long life, anaona kifo inamkodolea macho, Bwana ninaomba umbebee hii mzigo kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa, umetenda. Wewe ni mwema na ni mwaminifu, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. Wale wameniona mara ya kwanza, ninaitwa Pastor Raphael. Mimi ni mchungaji wa CFF Makutano, na Yesu ni Bwana. Ninakuombea kwamba ubebewe mizigo mitatu na Mungu ambayo mwanadamu hana uwezo. Hata ukiwa na mali huwezi beba mzigo wa long life. Hata ukiwa umejituma kiwango gani, mzigo wa family ni Mungu hubeba. Na mzigo ambayo unaitwa wa finance ni Mungu hubebea watu. May God bless you. May you be fruitful in Jesus name. Ukitaka kusupport hii program, unaweza tuma msaada wako kwa namba 0725 000070 na utabarikiwa na Bwana. God bless you. God be with you. Have a fruitful week in Jesus name. Bye bye.